Shalom, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nichukue nafasi kukukaribisha katika semina hii ambayo siku ya leo tunaianza mahali hapa katika channel yetu hii, na Mungu anatupa neema ya kujifunza somo lenye kichwa kinachosema mambo ya kuzingatia unapojiandaa kuingia katika msimu mpya. Mambo ya kuzingatia unapojiandaa kuingia katika msimu mpya. Naomba pale ulipo funika macho yako, tumshukuru Mungu. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye ameungana pamoja nasi majira haya katika semina hii, na tunakuomba sana kwa pamoja ukatufundishe, ukatuelekeze na kutukumbusha yale ambayo tunapaswa kuyafanya katika hii dunia, lakini yote tuyafanye kwa utukufu wako e Bwana. Asante kwa kila mmoja ambaye muda huu ameacha kazi yake, ameacha kila alichokifanya, kila anachokifanya, na ameungana pamoja nasi katika semina hii. Muda wake usiwe bure, akatoke mahali hapa na maarifa, akatoke na uponyaji, lakini akapokee baraka zako Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, amen. Kama nilivyotangulia kusema katika utangulizi ya kwamba tutajifunza somo lenye kichwa kinachosema mambo ya kuzingatia unapojiandaa kuingia kwenye msimu mpya. Kwenye kile kitabu cha Mhubiri sura ya 3 ni kitabu ambacho kitatuongoza katika somo letu hili. Chenyewe kinasema ya kwamba, ama kinatuonyesha ya kwamba kwa kila jambo hapa duniani kuna majira yake, na hayo majira yanakusudi. Kila jambo kuna majira yake, na hayo majira, ndani ya hayo majira kuna kusudi. Ninapozungumza kwa habari ya msimu, ninazungumza kwa habari ya nyakati au mwaka. Kwa kila mwaka una majira yake, una kusudi lake. Kila mwaka una kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani ya mwaka huo husika. Mungu aliyokupa neema ya kuvuka mwaka mmoja kuingia mwaka mwingine, anakusudia ya kwamba kuna kitu uweze kukifanya wewe kama wewe, lakini pia kuna kitu uweze kukipokea au uweze kukipata katika maisha yako katika mwaka mpya, ama katika msimu mpya ambao umekuja katika maisha yako. Watu wengi wana tabia ya kutoka msimu mmoja kwenda msimu mwingine bila kuyafuata mambo muhimu ya kuzingatia katika maisha yao. Kwa siku ya leo nitaenda kuzungumza juu ya mambo mawili tu ambayo unapaswa uyazingatie wakati unapojiandaa kuingia katika msimu mpya. Ninatambua ya kwamba tupo katika mwezi wa 11, tunaelekea mwezi wa 12 ambao kimsingi ndio utakuwa mwezi wa mwisho katika mwaka wa 2025. Nimeona nizungumze haya mapema katika mwezi wa 11 ili kusaidie kuwa na maandalizi mazuri, kuzingatia mambo kwa usahihi, ili unapotoka mwaka huu kwenda mwaka mwingine basi uingie kwa kishindo kikubwa, lakini pia usikosee. Kuna vitu vingine hauvipati kwa sababu unakosea, lakini katika mwaka huu Mungu atakusaidia, hautakosea na utaingia mwaka mpya ukiwa na nguvu, lakini utapokea baraka na neema ya Mungu katika maisha yako. Mambo ya kuzingatia unapojiandaa kuingia katika msimu mpya. Jambo la kwanza linasema, jifunze kuhusu msimu uliopo, kwenye mabano msimu unaomalizika. Jifunze kuhusu msimu uliopo, kwenye mabano msimu unaomalizika. Na hapa nitaomba sana uweze kujipa tathmini ya mambo jinsi ulivyofanya katika mwaka ambao unakaribia kuisha sasa, katika msimu ambao unaumaliza. Hebu jikumbushe juu ya malengo yako ambayo ulijiwekea mwaka ulipoanza. Kila mtu ana malengo mwaka unapoanza. Yale malengo uliyoyaweka ya mwaka 2025, hebu chunguza, piga tathmini, malengo hayo uliyojiwekea yamefanikiwa mangapi? Na ukigundua ya kwamba katikati ya malengo 10 yamefanikiwa malengo 2, swali la pili jiulize, kwa nini
hayo malengo 8 hayakufanikiwa, alafu fanya tafiti ni kitu gani unapaswa ukifanye ili uweze kufanikisha yale yaliyobaki. Bila shaka kama msimu huu kuna mambo hayakufanikiwa, utayaingiza katika msimu mpya ili hayo mambo yaweze kufanikiwa. Inawezekana katika mwaka huu ulikuwa unawaza kuanzisha biashara nyingine au kuongeza hiyo biashara au kufungua duka lingine, na inawezekana mwaka huu haujafanikiwa. Jiulize kwa nini haujafanikiwa. Utakapojiuliza utapata jibu, utapata jawabu ya kile ambacho hakijafanikiwa. Kwa kila mtu ana malengo yake. Piga tathmini ya kwamba malengo yako uliojiwekea yamefanikiwa, na ukigundua yamefanikiwa, basi itakusaidia sana ili kuweza kujipanga katika mwaka unaokuja. Sasa kujifunza juu ya msimu unaomalizika kutakupa nafasi ya kufanya marekebisho mahali ambapo palikuwa hapajaenda sawa. Utafanya marekebisho ili eneo hilo liende sahihi, lakini pia mahali ambapo pameenda sawa, basi itakusaidia mwaka unaofuata au msimu unaofuata kufanya the best kuliko msimu ambao uliomalizika. Watu wengi wasiofanya tathmini ya wapi walipotoka ni watu ambao wasiofahamu wapi wanaelekea. Yani mtu asiyefanya tathmini, asiyekumbuka wapi alipotoka, ni mtu ambaye hafahamu na ajui wapi anapokwenda. Kwa ni vizuri kufanya tathmini ya kile ambacho katika mwaka wa 2025 kimetokea katika maisha yako au mipango uliyoiweka. Ni vizuri kufanya tathmini ya kwamba je, hayo mambo yamefanikiwa, na kama hajafanikiwa, basi unatafuta njia nzuri ya kuweza kufanikisha hayo ambayo hayakufanikiwa. Jambo la pili kwa siku ya leo ambalo nitamaliza nalo, ninatamani nikuambie jambo hili la pili ambalo linasema sahau yote yaliyokuumiza katika msimu uliopo, kwenye mabano, msimu unaokwisha, msimu ambao unamalizika. Sahau yale ambayo yaliyokuumiza. Katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 43 mstari wa 18, Mungu anazungumza na wana wa Israeli, anawaambia msiyakumbuke mambo ya zamani, mambo yaliyowaumiza, mambo ambayo yamewajeruhi, msiyakumbuke wala kuyatakabari. Lakini katika mstari wa 19 anasema, tazama mimi nitatenda jambo jipya, nitafanya neno jipya, nitafanya jambo jema katika maisha yenu. Kwa hiyo ukiendelea kusoma anaonyesha ya kwamba atatengeneza njia, atafanya maji mahali ambapo hapakuwa na maji, ataleta maji. Sasa kwa nini upaswi kuyakumbuka mambo yaliyokuumiza katika msimu ambao unamalizika? Jambo la kwanza, mambo yaliyokuumiza yanaletaga uchungu, yanazaaga uchungu. Unapokumbuka mambo yaliyokuumiza, tafsiri yake nini? Unaendelea kuutunza uchungu kwenye moyo wako, na ukiutunza uchungu kwenye moyo wako, kuna madhara makubwa ambayo unaweza kuyapokea au kuyapata katika maisha yako. Jambo la pili, uchungu ni kikwazo cha mafanikio yako. Uchungu ni kikwazo cha mafanikio yako. Kwa unapolikumbuka jambo lililokuumiza, maana yake unajiwekea kikwazo katika maisha yako, kwa sababu uchungu ukikaa kwenye moyo wako, hautaweza kufanya kazi vizuri, hautaweza kufanya biashara vizuri, na kuna mambo unaweza ukayaacha kuyafanya kwa sababu ya kukumbuka mambo ambayo yaliyokuumiza. Lakini jambo la tatu na la mwisho, kwa nini upaswi kukumbuka mambo yaliyokuumiza? Mungu hutenda jambo jipya pale ambapo utakapoachilia, utakaposahau, utakapoondoa yale maumivu moyoni mwako. Mungu ndipo atakapotenda jambo jema na jambo jipya katika maisha. Katika ule mstari wa 19 unaona Mungu anasema neno hili, anasema ya kwamba tazama nitatenda jambo jipya, nitafanya neno jipya. Sasa kwa nini alitangulia kwenye mstari wa 18 kuambia msiyakumbuke mambo yaliyowaumiza? Maana yake Mungu alitamani kuona mioyo ya watu hawa, nafsi zao zinapona, zinakuwa na amani, zinakuwa na furaha, zinakuwa huru. Zikiwa huru, zikiwa na amani, ndipo ambapo Mungu anaweza akafanya. Watu wengi sana wanaweza wakaishi katika mwaka mpya, lakini mambo yao na matendo yao
na vitu vyao vikawa ni vile vile. Kwa nini vinakuwa ni vile vile? Kwa nini hawaoni ongezeko? Ni kwa sababu wanahamaga na mambo yaliyowaumiza. Wanaingiaga kwenye misimu mipya na makwazo na maumivu ya nyuma ambayo wamesababishiwa. Sasa ukiingia na maumivu, ukiingia na uchungu, maana yake unajiwekea kizuizi wewe mwenyewe cha Mungu kufanya jambo jipya katika maisha yako. Unatamani katika msimu ujao Mungu akufanyie jambo jema, akufanyie jambo jipya, Mungu afanye jambo katika biashara yako, kwenye kazi yako. Hakikisha unasahau yaliyokuumiza. Samehe waliokukosea, waachilie, alafu ruhusu nguvu ya Mungu iingie ndani yako katika maisha yako. Mungu akubariki. Naomba pale ulipo funika macho yako, tumshukuru Mungu. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya kwanza ya semina hii ambayo tumekuwa mahali hapa, na dakika hizi ambazo Mungu tumejifunza mahali hapa. Kuna kitu mpendo wangu huyu amekipokea. Ninamuombea katika siku ya leo ukamsaidie kuwa na tathmini ya mambo ambayo ameyafanya, ya malengo ambayo amejiwekea katika mwaka wa 2025. Alafu katikati ya tathmini hiyo muonyeshe njia ya yale yaliyoshindikana, muonyeshe njia ya kupita, aweze kufanikiwa, aweze kufanya nini ili katika mwaka ujao aweze kufanikiwa. Lakini pia msaidie aweze kusahau yaliyomuumiza. Kuna mambo yamemuumiza katika mwaka huu 2025, alipoanza tu mwaka, mambo yaliyomuumiza. Mwingine aliachwa na watu wa karibu yake, akaumizwa, akajeruhiwa. Kuna mtu amefanyiwa mabaya katika moyo wake katika msimu unaomalizika. Mungu, ninakuomba ukamsaidie asiingie msimu mpya na mawazo hayo, asiingie msimu mpya na makwazo hayo, asiingie msimu mpya na uchungu huo. Msaidie aingie msimu mpya akiwa amesamehe, akiwa ameachilia, uchungu wake ukiwa umeondoka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Asante Mungu ambaye utatembea pamoja na huyu mtu na hautamwacha. Jina lako libarikiwe tangu sasa na hata milele. Amen.